nasalelaka Yesu soki osali te nyonso ekobeba mabota nyonso esalelaka mwami bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Na yatakuwa kama mti uliopandwa kando kando ya vijito vya maji, uzaa matunda yake kwa majira yake, wala jani lake halinyauki, na kila alitendalo litafanikiwa. Sivyo walivyo wasio haki, hao ni kama makapi yapeperushwayo na upepo. Kwa hiyo wasio haki hawatasimama hukumuni, wala wakosaji katika kusanyiko la wenye haki. Kwa kuwa Bwana anaijua njia ya wenye haki, bali njia ya wasio haki itapotea. Na tuombe. Baba mtakatifu wa takatifu, Mungu uliye juu ya kila kitu, tunakuja mbele zako muda na wakati kama huu Baba yetu, kwa sababu sisi ni wakosaji. Kuna mambo mengi ambayo tunafanya, tunagusa, tunaona, tunatenda yasiokuwa mazuri mbele zako. Ndio maana tunakuja mbele zako, tunasema kwamba utusamee. Ukisha kutusamea Mungu wetu, utuoshe na damu yako iliyomwangika kwenye kiti cha msalaba kwa ajili ya kuokoa sisi wanadamu katika dhambi. Ukisha kutusamea na kutuosha Mungu wetu, tunasema asante tena kwa kutupatia neema ya kuona siku ya leo. Watu wengi walitamani kuona siku ya leo, lakini wamoja wamegeuzwa majina. Kwa sasa hivi wanaitwa ni wa marehemu, wengine magonjwa, wengine shida mbalimbali. Lakini sisi kwa neema yako, lakini sisi kwa upendo wako, lakini sisi kwa baraka zako tumeenda kuona asubuhi ya leo. Yote ni kwa ajili ya utukufu wako, yote ni kwa ajili ya upendo wako. Ndio maana tumeona asubuhi ya leo. Hata tunapotoka nyumbani ulitulinda, tukatoka nyumbani mpaka tukafika mahali hapa salama. Baba, kuna hata watu wengine hawakufika mahali ambako walikuwa wanaenda kwa ajili ya ajali mbalimbali, lakini sisi tumefika mahali hapa kwa sababu wewe Mungu ulitupenda. Tumefika mahali hapa tukiwa wazima kwa sababu Mungu tumeona mkono wako wa rehema. Wakati huu tunaanza ibada yetu sasa. Kwa hiyo tunakualika, tunaweka malaika wako walinzi washuke mahali hapa. Nguvu za Roho Mtakatifu watuzunguruke mahali hapa tunapoanza ibada mpaka Kristo tutakapomaliza ibada leo. Baba, utukuwe pamoja na sisi, usiwe pamoja na sisi, kuanzia msimamizi, waimbishaji, wahubiri, kanisa mzima. Tunaweka kila kipindi katika mikono yako. Baba, tuone mkono wako wa rehema siku ya leo. Tusirudie kama gizu tulivyokuja nyumbani. Acha kila mtu atoke hapa barikiwa. Kila mtu aseme ya kwamba leo nimebarikiwa, leo nimeona mkono wa Bwana, leo nimeona rehema ya Bwana juu ya maisha yangu ya kiroho na kimwili. Baba, tunasema asante. Baba, tunasema asante. Baba, tunasema asante kwa sababu wewe ni Mungu yule jana, leo na hata milele. Utaendelea tukubakia tu, ni Mungu wetu. Tunasema asante Jehova. Tunalihimidi jina lako, tunaliinua jina lako milele, kwa sababu wewe ndo Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, ambaye alikuwa, ambaye iko na ataendelea kuwa siku zote za maisha yetu. Tunasema asante Mfalme wa falme. Tunasema asante kiongozi wetu. Tunasema asante jemadari wetu. Hata sifa na heshima ziendelee kurudilia wewe Mungu uliye kila kitu. Tunasema asante Jehova. Tunasema asante Mungu wetu. Tunasema asante Mungu wa milele. Tunasema asante El Shaddai, kwa sababu unaweza mambo yote. Baba, tunasema asante kwa sababu utaenda kuona mkono wako wa baraka juu ya siku ya leo. Hata wale wengine ambao hawakupata nafasi ya kufika siku ya leo,
Tunaomba baraka za leo ziwafikie mahali popote walipo. Baba, tunasema asante. Tunasema asante Mungu wa rehema, kwa sababu tunajua tunamwomba Mungu ambaye anatenda siku zote. Tunaomba Mungu ambaye anafanya miujiza. Tunaomba Mungu ambaye anasamea dhambi za wanadamu. Tunasema asante Mungu, kwa sababu kuomba ni kwetu, naweza kutimiza ni wako. Ni katika jina la Yesu Kristo Bwana Mwokozi wetu aliye juu, na sote tuseme amena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni furaha sana kuona watoto wa Bwana, kwa sababu imekuwa wiki mzima tuonane na wengine, lakini inampendeza Mungu sisi kuonana kwa siku ya leo, na tunaamini kwamba tutarudia kama tulivyokuja siku ya leo. Kila mtu atarudia amebarikiwa, lakini kumbuka utabarikiwa kama unafungua moyo wako. Naamini kwamba sote mioyo yetu imefunguka. Basi tunaenda kukaribisha timu yetu ya nyimbo za sifa na maabudu, itupatie nyimbo za sifa na maabudu. Kama tulivyosema, programu ya leo itakuwa tofauti. Kwa hiyo msisana kwamba tumerukia vipindi fulani. Na Mungu atubariki sote, na atakayetufungia kipindi hicho atakuwa mkubwa wetu wa vijana. Atatufungia kipindi hicho cha nyimbo za sifa na maabudu. Karibu, na Mungu atubariki sote. Bwana Yesu asifiwe. Tusimame. Tutakwenda kuanza na wimbo unasema ya kwamba nitamwimbia Bwana kwa kuwa ameniona. Amen. Amen.
maana watu wote wanamsifu Mungu. Ndio maana mataifa yote yananyenyekea. Burundi wanamsifu, wanasema maana yu mshombozi. Kongo na wenyewe wanasema Zambe Malamu. Hapa na wenyewe wanasema God you are so good. Waswahili na wenyewe wanasema Mungu ni mwema. Hivyo ndio maana utajua Mungu ni wa makabila yote. Kila mmoja anainama anasema hakika hakuna kama wewe. Amen. Tutakwenda kuabudu Mungu. Tumwambia kwamba damu ya Yesu inanena mema. Wiki ya kwanza ya mwezi wa 5. Mwambie Mungu hii wiki zingine zote zilizobaki za mwezi huu, damu ya Yesu ikanene mema. Wao wanapotoa damu za kafara, wanatoa damu za wanyama, sisi tunaita damu ya Yesu Kristo. Tunamwagilia damu ya Yesu kwenye afya zetu, tunamwagilia damu ya Yesu kwenye kazi zetu, tunamwagilia damu ya Yesu popote tunapokwenda. Tuseme damu ya Yesu inanena mema. Ni damu ya Yesu tu inayonena mema kuliko damu ya Abeli. Amen. Simama uabudu Mungu pamoja nasi. Mwambie damu ya Yesu inanena mema. Usikae kimya. Tazama Mungu amekutoa umbali wowote kuanzia mwezi wa kwanza. Kuna wengi, maelfu wako hospitalini. Tumempa nini Mungu? Jifunike na damu ya Yesu hii inayonena mema. Fungua moyo wako ili Mungu akuhudumie. Damu ya Yesu inanena mema.
yote umekuwa yote, na katika mwanzo ulikuwepo, na vyovyote vile ambavyo vilifanyika Baba ulikuwepo, na kabla havijafanyika wewe Mwenyezi Mungu ulikuwepo. Ulikuwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, uliona vyote ambavyo ulisema kwa maneno havifai katika maishani mwako na mbele zako na uso wako, hata kama vilipendeza miti, maji, wanyama na vinginevyo Baba, lakini roho yako ilikuwa bado haijaridhika. Ulikaa ukafikiria nitafanya nini sasa kwa mimi ili watu wanijue mimi, ili ulimwengu ufahamu nani aliyeumba mbingu na nchi, nani aliyetamka maji yawe yakawa, nani aliyetamka miti iwe ikawa, nani aliyetamka wanyama wao wakawa, nani aliyetamka wandege wa angani wao wakawa, nani aliyegawa anga na ardhi. Hii ni wewe. Ukatenganisha maji na sehemu pakavu. Wakati wote Baba unasema hivyo, Roho Mtakatifu alikuwa juu ya vilindi vya maji. Utukufu wako ulikuwa umejaa dunia mzima, lakini yote hayo Baba haukuridhika nayo. Bado maishani mwako ulikuwa na deni kubwa, na deni kubwa ulikuwa nayo Baba ilikuwa kuumba mwanadamu. Wakati ulipomba mwanadamu, ndoro yako ikasema nimefanya kazi, nimetimiza yote, na ukachukua utawala wote wa ulimwengu ukampa mwanadamu atawale, awape majina miti, wanyama. Yesu Kristo, jina lako limejema lingine tena. Baba, tunakuja mbele zako. Sisi ni wanadamu, tuna dhambi ya asili kutoka kwa baba yetu aliyekuwa wa kwanza uliyemuumba kwa jasho lako na mama yetu. Hiyo ni kweli, tunatembea nayo. Mara kwa mara tunapotoka, mara kwa mara tunajikuta tumeshakuwa pembeni na wewe, lakini tunashukuru sana kwa sababu ulituachia roho ya kufahamu nimekosa, niende mbele kwa Baba nikamwombe msamaha. Asante Yesu. Karibu Baba, karibu. Wakati huu ndio wakati wako wa kunena wana wako. Wakati huu ndio wakati wana wako wajue wewe kama wewe ni nani. Mungu wa miungu, Bwana wa mabwana. Baba, angalia kanisa lako, angalia wachungaji wako, angalia wajakazi wako, angalia binti zako Sayuni, angalia watoto. El Shaddai, ingilikuwa heri Baba, ingilikuwa heri Mwenyezi Mungu, ile roho ya upendo wa dhati ndani yetu naenda kukanyaga Baba mambo yote Baba ya matetero katika hekalu hili. Wana wako sisi wote ni mabinti na wakina kaka ndani ya hekalu hili, kwa sababu tunatafuta njia ya kwenda mbinguni. Hatukuja hapa Baba kuoneshana manguo mama vati tumevaa, huu ni ubatili mtupu. Lakini tunavyotafuta Baba ni roho zetu. Wakati tunakusanyika hapa tunakuimbia hivyo, siku moja Baba tukakutanana huko juu mbinguni tukishangilia na wewe umefika. Ndugu yangu, ikuwe karibu na itakuwa furaha sana kwa kiongozi ambaye anatuongoza na sisi ambao tunaoongozewa Baba, tukifika wote salama Baba. Safari hii Baba ni safari ngumu, ina safari ngumu Baba ambayo tumechokoza. Hii ni safari tusipokuwa na wewe na Roho wako Mtakatifu Baba hatuwezi kutoboa hata kamwe. Lakini na imani, umoja unaanza kwenye upendo. Penda ndugu yako kama jinsi unavyojipenda. Na ukasema itawezaje mwanadamu, wewe mwanadamu unaishi katika ardhi hiyo ambayo nimekuandalia, unipende mimi usipompenda jirani yako? Watumishi wa leo, vichagasi wa leo, wavulana wa leo, tunaenda wapi katika injili la Bwana? Tunafahamu nini tunachokifanya katika hekalu la Bwana? Na huko nje, El Shaddai, wamba mwito Baba wako nje wanatazama, wanasikiliza hao watu ambao wanakusanya kila siku ya Jumapili wakoje.
Je, wako na umoja? Je, wanatembelea neno moja? Je, wana mawazo mamoja? Je, wako imara katika njia zao? Itakuwa ni cheko kubwa, itakuwa ni mshangao kubwa kuona sisi hatuna msimamo, kuona sisi hatuna upendo wa dhati, kuona sisi hatuchukuliani majukumu, kuona sisi Baba tuna vikundi, kuona sisi Baba hatueleweki. Sisi ni chumvi. Hekalu lako umetupa Esta tuongoze. Wakati ule Baba ilikuwa wakati wana Waisraeli wote wauawe, mkubwa kwa mdogo. Ikawa vema Baba, na kiasili cha Waebrania mwanao hawezi kuolewa na kabila lingine, lakini ulifanya ishara kwa kuokoa taifa lako Yesu. Ukamtumia Esta ili aokoe taifa lako. Na Esta tunaye siku ya leo ni mchungaji pendeza. Mtumie Baba, asinyamaze kima katika wana wako. Esta akiregea Baba, wanao wataliwa, na ambaye atakatulia hatakula wanao Baba ni yo shetani, yuko mlangoni. Tumeingia hapa, yuko mlangoni anatusubiri. Yale ambao wao wanatumia Esta Baba, mtumie mchungaji watu. Yale ambao uliongea naye, kama ni kufunga Baba tufunge, kwa sababu ugomvi uko katikati yetu, kwa sababu tuna yumba, kwa sababu hatujasimama imara, kwa sababu Yesu tusamehe. Hekalu lako hili, na ninaenda kukemea kwa nia zote mbaya zile, na alaaniwe atakaye kwenda kinyume na uongozi wa kanisa hili, kwa jina la Yesu. Tumebaki ili tuende. Ona vifaranga vyako Baba kila siku vinakushangilia, na itakuwa ole sisi watu wakubwa tukose kukusanya vifaranga na tufikishe mahali ambapo vinatakiwa vifike. Maisha ya leo si ya kwetu tena, tunawaandalia watoto wetu. Na tutawezaje kuandalia watoto kama sisi wakubwa tuko pamoja? Maana usukani unaanzia kwa Esta, unashuka kila ngazi ndani ya kanisa. Na ngazi kama zisimame imara, Esta hataweza kuongoza. Yesu ni mwanadamu kama sisi, ni mjakazi wako, mtumishi wako. Ninamwombea kila siku Yesu, umtie roho, umtie moyo, umpe nguvu Baba. Vita ni vikali, tutawezaje bila wewe? Ninalilia hekalu lako kila siku, ninaombea Baba huduma yako kila siku, ninalilia kazi zako kila siku. Ingilikuwa tafema sisi Mungu ungipasua roho ya kila mtu aone matendo, kama tunaingia hapa katika umoja na ukweli, ama tunaingia hapa tuko kila mtu na imani lake, kila mtu na mawazo yake. Mwaka nenda mwaka rudi Baba, hatuongezeki. Tukizaa tunategemea tuzae ili tuongezeke. Hiyo sio kazi. Mimi ninalia kila siku kifuani, tunafanya kazi gani? Hatuzalishi na tunajiita sisi ni Wakristo. Mkristo ni yule ambaye anazalisha. Mkristo ni yule ambaye anaokoa. Mkristo ni yule ambaye analeta wale ambao wamepotea kuja katika hekaluni. Ndio Mkristo. Hapo ndio tunaweza kujipika kifuani. Lakini tukitegemea sisi kuzaa na wake zetu tuongezeke, bado hatujafanya kazi. Kila siku ninaombea hekalu lako Baba, ninaombea mtumishi wako, ninaombea kila ngazi ambao inafanya kazi katika huduma hii Yesu Kristo. Ingilikuwa vema roho zetu na tuwe na huruma katika kazi zako. Tuhurumie sisi wenyewe, kwanza ni wadogo. Tuna hamu ya kujaza hekalu hili, tuna hamu ya kuongezeka, na tusipokuwa na upendo wa dhati ndani ya hekalu hili Baba, hatuwezi lolote lile. Tutakuwa tunadanganya hapo mbele. Tunasimama sisi wasimamizi na waimbaji na wapiga vyombo na wanani wote wale, tutakuwa tunadanganya uongo mtupu. Ingekuwa heri tusimame pamoja, tuungane,
tuungane, tuwe pamoja kwa umoja. Ndipo ishara litaonekana katika kanisa hili. Wale ambao wanaimba, watu wakitembea huku, watu wanaona ndio kanisa hili la Love Stream. Waimbaji wale ni watumishi wale wanaopiga vyombo, wakitembea wale wanaopiga vinanda wa Mwenyezi Mungu. Wanaohubiri wakitembea huko, waonekane wale watumishi wa Mungu. Mchungaji akitembea huko, anashangiliwa, watu wanatafuta wapi anapoingilia. Hiyo ndio kazi tunayohitaji. Hiyo ndio kazi, ndio hamu. That's the purpose of this church. Mungu tuhurumie. Mimi nitaomba huruma kwa kanisa hili. Mungu tuhurumie, bado tunajichanganya. Bado tunasimama katika matope. Bado tunakanyagana na matope. Na ikombe kwa jina la Yesu Kristo. Tuna hamu ya kuona Kanani. Tumezunguka mlima Mizeituni, imetosha. Sema moyoni mwako, imetosha kuzunguka katika mlima Mizeituni, imetosha. Mpaka lini? Miaka nenda miaka rudi, tuko pale pale na njia ipo karibu. Tumejifunga wenyewe ndani ya hekalu hili. Tunajizuia sisi wenyewe ndani ya hekalu hili. Ingilikuwa hata roho zetu ziseme enough is enough. Ingilikuwa hata heri roho zetu ziseme imetosha. Ingilikuwa hata heri kila mtu alie kwa magoti kwa uchungu kwa ajili ya hekalu hili liendelee mbele, kwa ajili ya utume Mwenyezi Mungu endelee mbele. Oh Mungu, tuseme nini? Niseme nini? Niseme nini katika hekalu lako? Niseme nini? Niseme nini? Jina lako limidiwe, jina lako litukuzwe. Simamia mchungaji wetu, uzidi kumbariki, uwe mfariji wake. Ana kazi kubwa. Na sisi Baba, ututembelea roho zetu. Tembelea roho zetu. Hali yote ambayo tunayatenda Baba, tukiri mbele zako. Na Bwana aturumie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Basi tunafika kipindi kingine cha kusalimiana. Pepea tu mwenzako, tumwambie karibu katika nyumba ya Bwana na Mungu akubariki. Basi tunakaribisha kwaya ya wakubwa kwa wimbo moja, watoto wimbo moja, na kipindi hicho pia tutatoa tena sadaka yetu. Na baada ya hapo, ndugu yetu Amedeo utakuja kuombea sadaka. Na Mungu atubariki. Waimbaji tukue haraka. Amen. Njoni tuwe pamoja, tuvae silaha zote za
Mungu ili tuweze kupigana vita. Vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka. Kwa maana vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi na mapepo wale wabaya katika ulimwengu wa roho.
Tusimame tuombe sadaka. Emmanuel, Mungu ishie mahali pa kuinuka. Shaddai, Mungu ushikiaye huko juu mbinguni, ninakuja mbele zako kutia sadaka hii mikononi mwako. Jehova, bariki kila mmoja ambaye alionyoosha mkono wake kwa kutia sadaka katika kitanga hiki Bwana. Na ubariki wale ambao hawakupata nafasi tena vile vile Bwana Yesu ya kunyoosha mikono yao katika kitunga hiki Bwana. Naamini wewe Mungu unawatambua na unawajua. Naamini unajua shida zao, ndio maana wakupata nafasi ya kuja kukutolea. Bariki na wale ambao walikutolea Bwana, endelea kuwafungulia milango ya baraka katika maisha yao. Na ubariki wale ambao hawakukutolea pia Bwana, kwa sababu siku nyingine nao wapate ile hamu ya kukutolea. Ninashukuru Bwana Yesu, sadaka hii itaenda kufanya kazi yako, na ulinzi wako wa Roho Mtakatifu utaenda kulinda sadaka hii mahali ambapo itakapokwenda. Acha utukufu wako na nguvu zako na Roho Mtakatifu awe juu ya sadaka hii, ni katika jina la Yesu. Amen. Amen. Basi muda kama nao tuende kukaribisha mhubiri wetu. Karibu na Mungu akubariki. We're going to welcome the preacher, and God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tutazungumzia neno kusamehe. Somo letu la leo ni kusamehe. Pale ambako tutaishia tutakuja kuendeleza tena somo hilo wakati mwingine, sababu muda wa leo hautatosha. Kwa mtaomba msomaji kitabu cha Mathayo 6 uanze mstari wa 14. Taratibu, ukishamaliza kisha unaingia kwenye mstari wa 15. Karibu. Kusamehe. Naomba msomaji chukua microphone, usoma taratibu polepole ili tuelewe maandiko yanatuambia namna gani. Muda wetu ni mchache sana kwa leo. Chukua microphone. Kumi na nne, soma taratibu. Utaishia 15. Neno la Bwana linasema hivi. Mathayo 6:14. Inasema hivi: kwa maana mkiwasamehe watu wa makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe nyinyi. Simamia kwanza pale. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na Baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Mstari wa 15 malizia pale. 15 nasema hivi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, wala Baba yenu hatawasamehe nyinyi makosa yenu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Mkiwasamehe watu makosa yenu, mkiwasamehe watu makosa wanayowatendeeni, makosa yale mtu akikufanyia makosa, ukimsamehe, hapo ujue ya kwamba umepata kibali kwa Mungu. Na wewe wakati ukifanya kosa, Mungu atakusamehe. Ni maandiko mazuri sana ukiyachunguza, ukiyatafakari. Unajua kutamka neno msamaha
Mtu amekukosea, unamwambia nisamehe. Ni neno rahisi sana. Ni neno rahisi sana, iko easy sana. Ni neno rahisi sana kulitamka. Nisamehe. Lakini kulitekeleza hilo neno ni neno ngumu sana. Yaani kwa upande moja ni neno rahisi, kwa upande mwingine ni neno ngumu sana. Bwana unisamehe. Sawa. Na kusamehe tunasameana. Lakini utaona msamaha huo siku nyingine hali ni ile ile, tabia ni ile ile. Mbona watu waliombana msamaha? Mbona mtumishi alioweka chini wakaombana msamaha, lakini hali yao mbona haibadiliki? So kutamka neno msamaha, nisamehe Bwana, lakini kuitekeleza hiyo neno ni neno gumu sana. Yesu atusaidie. Sasa maandiko yanasema ikiwa wewe unataka Bwana akusamehe, ujue na wewe kuwasamea watu wengine wale wanaokukosea. Unajua shetani amekalia vitu vinne. Tungekuwa na muda tungeviongelea, lakini tutaongelea kitu kimoja tu. Shetani amekalia vitu vinne, hata zaidi sana kwenye ulimwengu wa roho. Kwenye ulimwengu huu tulio hapa tulipo hapa, na zaidi kwenye ulimwengu wa roho, shetani amekalia mambo manne. Ndoa. Shetani amekalia sana kona ya ndoa, ndoa za watumishi. Shetani amekalia sana kona ya kutoa hapa, kutoa. Shetani amekalia kuomba. Unaona kama mtu yani huko unaomba unakuwa dakika moja yani unaanza sinzia na sauti inaanza titia. Kwenye ulishia hauna tena. Shetani amekalia neno msamaha. Kwa hiyo yote mambo manne nimetaja hapa, twende kwenye neno msamaha. Msamaha. Shetani ameisha kalia hilo neno, yani inakuwa vigumu kwetu sisi wa Kristo kujitambua ya kwamba msamaha una kazi gani ndani ya maisha yetu. Unajua ni jambo ambalo shetani ameisha tupa pepo zamani. Shetani ameisha tupa pepo kwa watumishi makanisani kutokuwa na moyo wa kuwasamehe watu wengine. Utaona mtu hata kama mwenyewe uko na makosa mengi unayoyafanya, lakini kusamehe watu wengine inakuwa vigumu sana, sababu sisi tunashindwa kujitambua kwa sababu yani shetani ameshakalia hiyo kona ya hilo neno, na ndo hapo kama haukujitambua unaweza ukakosa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo kama kuna kosa lolote, ikiwa kuna tatizo yoyote kanisani, lazima msamaha unatengeneza. Bwana Yesu atusaidie. Watu wanakaa chini, watu wanazungumza na msamaha unatengeneza. Sijui kama umewahi kusikia hata kitu gani kipitikane kwenye mafamilia zetu, kanisani, sehemu kote tunapoishi. Watu wanawahi kutendeana mambo mabaya, lakini watu wanakaa chini na msamaha unatengeneza na kila kitu kinakuwa sawa. Ukiwa ni msamaha wa ukweli. Mtu akifanya kosa lazima asamehe. Unaona watu wengine wanakuwa wakiogopa hata
kuomba msamaha. Sasa mimi nikiomba mtu msamaha, kweli atanisamehe? Unaona, inakuwa ni jambo ngumu sana. Yeah. Unaweza ukawazia eti ni jambo ndogo, lakini si jambo ndogo sana. Ndio maana maandiko yanatuambia msiposamehe hamtasamehewa. Kama niko na kosa na ndugu pale, sikumsamehe mimi, na Mungu Baba yetu wa mbinguni naye hawezi kunisamehe kama. Sasa kutokusamehe kuna matatizo mengi sana. Tujaribu kuangalia tatizo zimoja za kutokusamehe watu. Kutokusamehe wengine kuna matatizo mengi. Tatizo la kwanza, kutokusamehe wengine kunamzuia Mungu asikusamehe wewe. Mungu asitusamehe sisi. Hilo ni tatizo la kwanza la kutokusamehe. Ikiwa ukishindwa kusamehe mwenzako, ujue ya kwamba Mungu hawezi kukusamehe hata dakika moja. Unamzuia Mungu. Yaani wewe mwenyewe umejenga ukuta. Umejenga ukuta. Wewe na Mungu hawezi akakusamehe kama. Kamwe. Neno la kwanza hilo. Unaona, hata kama uwe umetenda kosa, sababu kuna tofauti kati ya kosa na dhambi. Umetenda tu kosa tu, lakini kama hauna moyo wa kusamehe wenzako, umezuia mwenyewe, Mungu hawezi kukusamehe kama. Tunaenda haraka haraka, twende kwenye neno la pili. Matatizo ambayo inakuwaka kwa wale watu ambao hawana moyo wa kusamehe. Ukishindwa kusamehe mwenzako, tatizo la pili ambalo linaweza likatokea kwa maisha yako ya Kikristo, kutokusamehe kunamzuia Mungu kutukaribia. Mungu hawezi kamwe kukukaribia kama unashindwa kusamehe watu wengine. Maana yake nini? Hata wakati unapokuwa kwenye maombi, wakati unajisikia kwamba unataka kumsogelea Mungu, unataka kuongea na Mungu, kamwe Mungu hawezi akasikiliza maombi yako. Na sehemu pale unapokaa wewe, Mungu hawezi kukaribia. Sababu gani? Unashindwa kuwa na roho ya kusamehe wengine. Maandiko yanatuambia kwamba ikiwa au kusamehe wenzako, na wewe pia Mungu hawezi kukusamehe. Wala maombi yako haitafika. Ndugu, Warumi. Fungua Warumi. Tusikie Warumi anatuambia nini? Warumi 8:26 mpaka utafikia mstari wa 34. Tusikie Warumi anatuambia nini? Warumi huyo. Tusikie anatuambia nini? Ndi 26 hadi 34. Maandiko anasema hivi. Warumi 8:26 hadi 32 nasema hivi. 34. 34 nasema hivi. Kadhalika roho yenye utusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi tupasavyo, lakini roho wenyewe utambua kwa kuhunga Rudilia ndugu, rudilia, soma taratibu.
36 hadi 32 nasema hivi: kadhalika Roho yenye hutusaidia udhaifu wetu, kwa maana hatujui kuomba jinsi ipasavyo. Lakini Roho mwenyewe hutuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. 27. Na yeye anayechunguzia mioyo aijua nia ya Roho ilivyo, kwa kuwa hawaombee watakatifu kama upendavyo Mungu. 28. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu huyafanya kazi pamoja na wale wapendao katika kuwapatia neema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. 29 nasema, maana wale waliomjua tangu asili aliwachagua tangu asili wasifananishwe na mfano wa wana wake. Ruka tu moja kwa moja kwenye mstari wa 34. 34. Ndio. Inasema ni nani atakaye wahukumia dhahabu? Kristo Yesu ndiye aliyekufa, naam, na zaidi ya hayo amefufuka katika wafu, naye yuko mkono wa kuume wa Mungu. Tena ndiye aliyetuombea. Amen. Ndiye anayetuombea. Jina la Bwana libarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kushindwa kuwa na moyo wa kuwasamehe wengine kunazuia maombi yetu yasifike kwa Mungu, kwa sababu maandiko yanatuambia wazi ya kwamba sisi hatujui kuomba. Hapana. Wakati unapoomba wewe Mkristo, wewe ukiomba, wewe hata ukuwe Mkristo una imani ya namna gani, maombi yako yaendi moja kwa moja kwa Mungu. Hapana, yanapita kwenye Roho Mtakatifu. Yeye huyo Roho huyo ndo anatuombea sasa kwa Bwana. Roho ndo anatuombea ili maombi yetu yafike kwa Bwana. Kwa hiyo tunachotaka kuongea asubuhi ya leo, tunachotaka tukumbushane asubuhi ya leo ni ya kwamba mtu akikukosea lazima umsamehe. Sababu ukishindwa kusamehe mwenzako, na Bwana wetu Yesu Kristo kamwe hawezi kukusamehe. Tukipata muda tutakwenda kuendelea na somo hili siku nyingine, na Bwana wetu atusaidie katika safari yetu ya kwenda mbinguni. Amen. Asante sana mhubiri wetu wa leo. Thank you so much, our preacher of Mungu today. aendelee kubariki May God continue to ili bless mahali you. palipotoka neno hilo So wherever you got basi out apate of this, kurudisha neno lingine. may God return another. Na tumesema asante pia kumwona kaka yetu hapa We also say thank you to see our brother here, Baba Rotasio. Rotasio's dad. Mungu akubariki sana kwa kutembelea siku ya leo. May God bless you to visit us. Hatakusimamisha kama mgeni kwa sababu wewe sio mgeni. We won't make you to stand up because Uko you're not mtoto wa nyumba you are a child of this house. na ujisikie huru mara nyingine tena. And feel free. Na kama ni kuacha jina kwenye hiyo kiti, uweke jina lako kwenye hiyo kiti ili mtu mwingine asikae kwenye hiyo kiti tena. It is to leave your name there, leave your name there so someone will not sit on it. Karibu sana, hapa ndipo tuko. Welcome, this is where we are, Na siku nyingine karibu tena. and we'll welcome you again another day. Yeah.
Kwa hiyo tunaenda kwa matangazo ya leo. We're going to go to the announcement. Leo tumeshiriki watu 47, Today we were 47, wakubwa 13 na wadogo watoto 24. 23 adults and 24 kids. Matoleo yetu ya leo, Our offering shukrani tulikuwa na today, $100, we had 100 cash for tulikuwa na Thanksgiving, 184, and we had cash 188, 88. Deposit tulikuwa na 70. and we had $70 deposit. Zote kwa jumla tulikuwa na $358. Altogether, it was 358. Baada ya ibada, kamati kuu itaenda kuonana na watu wafuatao: After the service, the board will meet up with these people, akina mama wetu mkuu pamoja na makamu wake, the leaders of mothers, along with her team. so akina mama mshauri na mama Charlotte pia, yani Tubape. Mtaenda kuonana na kamati kuu baada ya ibada, na kikao hicho kitakuwa humu ndani ya kanisa. Kwa hiyo yani tutakapomaliza, taomba vijana tujitahidi sana kuingiza vyombo kwa haraka sana, kwa sababu kikao hicho kitafanyika humu ndani ya kanisa. Wiki ijayo tuna mgeni, lakini kuhusu mgeni wetu wala kuhusu maandalizi yetu tutawajulisha katikati ya wiki. Vitabu vya leo tulikuwa na Mathayo 6:14-15, 26:30. Na kabla tujafunga kikao chetu, mtaenda kukaribisha madibishoneri wetu. Karibu. Na baada hapo tena utaenda kufunga ibada yetu, na Mungu akubariki. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Praise God. Napenda nigusie kidogo kuhusu programu yetu ya next week. I just want to touch base on the program of next week. Napenda kujulisha yoyote mwenye atafanya kazi, mwenye atahudumia hiyo wiki. Anyone who's going to be in the program. Na maanisha waimbishaji. I'm talking about the singers. Na msimamizi. And also who's going to lead the church. Tutakuwa na kifungo siku ya posho, kila mtu nyumbani kwake. We're going to fast on Saturday individually, everybody. Kila mtu nyumbani kwake. Individually at your homes. Mwalimu akikuchagua tutaimbisha hiyo siku. If the conductor pick you, you're going to lead that day. Na msimamizi tayari ashachaguliwa kwa neema ya Mungu. Also the person who's going to lead the service. Sisi wote hiyo timu itafanya mafungo siku ya posho. You are going to fast. Lakini kama unachaguliwa na mwalimu utaimbisha. If you were chosen. Amen. Amen. Na tena hiyo siku yenyewe ya event, and also on that day of the event, timu yote yenye itahudumia tena, all the team that are going to be in the program, itafika hapa saa 4 ya asubuhi. They need to be here at 10 a.m. Kwa sababu tutakuwa na maombi ya dakika 10 katika chumba lile. Because we're going to have just a 10-minute prayer. Na Mungu awabariki sana. And God basi tusimame tufunge ibada yetu ya leo. So I ask you to stand up so we can close our service. Hallelujah. Hallelujah. Mama Tupapeni bariki na kanyimbo kafupi. Amen, amen. Haja. Haja. Hallelujah. Asante mfalme wa falme. Asante Yesu Kristo, tunasema asante Bwana wa mabwana, kwa sababu umekuwa Alfa, umekuwa Emmanuel, tena umekuwa Omega. Bwana, umeanza na sisi na umemaliza na sisi. Na jina lako litukuzwe. Etalelaka Yesu Sokyo salite Nyoso wekobeba
mabota nyonso etalelaka mwa milani soki osali tie nyonso ekobe mabota